kama zote, vita kama zote unapata. Na huyu ni Mkristo, tabia zake zimeenea kila pahali. Ukipita huku kila kona unaelezwa una mzee fulani pale, mama nani hapo. Jamani, hamna huruma. Hiyo ni mbingu ya nani mnaenda? Mbingu ya nani mnaenda? Tatizo sio kuhudhuria ibada kila siku, unahudhuria lakini ndani ya roho yako kuna mambo mengine unaweza ukafanya, akili na kutuma, lakini roho inasuti, inasema why? Mtu ana huruma, mtu afikiri before ufanye kitu, think twice. Fikiria mara mbili, think twice before. Hey, there isn't anyone who understand me. Mmoja ananielewa. Hakuna mbingu mbili, wala mbinguni haijagawanika mara mbili. Mtu akasema, mmoja akasema, tazama mimi Bwana nimeokoka, nafunga kwa juma mara mbili, madhabahuni natoa sadaka ya kutosha. Yule mwingine akasema, mimi Bwana nimekosa, mimi mtenda dhambi, hata sifai kukuangalia, hata sifai kukuinulia macho yangu. Unyenyekevu. Kwa nini huyu mwenye alikuwa mtoa sadaka, mfunga kwa juma mara mbili, mwenye kuhudhuria ibadani kila siku hakuchaguliwa? Lakini huyu mwenye alijinyenyekeza mbele za Mungu na kuomba toba, sala ya toba, huyo ndo akasamehewa. Unyenyekevu. Sasa watu wanajiinua, sisi ndio tumeokoka, sisi ni vijana wa kanisa fulani, dhehebu fulani. Kubatizwa si kitu. Roho yako ndio inapaswa iokoke kwanza. Moyo wako uwe hekalu la Mungu. Moyo wako uwe hiyo madhabahu ya Mungu, na mwili wako uwe hekalu la Mungu. Moyo wako uwe madhabahu ya Mungu. Do you know madhabahu? Do you know altar? Do you know? Unajua madhabahu? Iwe madhabahu ya Mungu, na mwili wako uwe hekalu la Mungu. Usifanye moyo wako kuwa jela, pahali pa kuhifadhi kesi za watu. Moyo wako uwe uwanja wa vita. Moyo wako uwe swimming pool, no? Mambo yote yanaswim kwa moyo wako. Ujuaji, kila tunajua. Unaelekezwa kwamba 1 2 3 5 1 2 3, unasema yes najua. Lakini kwa kinyume, siku hizi wanaohubiri hili neno, unapata wanakuambia mzee 1 2 3 4 5, na unasema yes, oh Lord. Unapiga raundi mbili hivi, yeye yuko kinyume na yale mambo yote aliyokuambia. Na vile vice versa, hadi unashindwa, ni huyu alikuwa akiniambia hii haya maneno. Ndio sikatai Mungu anaweza akatuma mtu akakupa ujumbe ikakusaidia wewe, lakini simsaidie yeye.
Lakini tukumbuke mbinguni iko na duniani ipo. Siku inakuja watu wataujutia. Sisi mkasema hamkuamini. Mnaelezwa, mna masikio hamsikii. Na ufahamu lakini hamtaki kuelewa. Siku iko. Siku inakuja. Hakuna ajuaye. Mimi sijui, wewe hujui. Hata ukiuliza mchungaji wako, hata yeye hajui. Tunangoja na wanaongoja. Lakini ile siku itakapofika ikupate, basi uko tayari. Haujulikani, haueleweki. Kubatizwa si kitu. Hiyo itakuwa ni kuwekwa tu ndani ya maji na kutoka kama ndani ya roho yako. Hakuna kitu. Ni empty. Roho ndio ibatizwayo. Roho ndio ibatizwayo. Moyo uliokubali. Umeamua kuacha yale mengi maovu ulikuwa umezoea kutenda. Ile haiba yako, yale matendo ambayo umezoea ni haiba yako kutenda. Unaamua kuyaacha. Unachagua hii njia iko sahihi. Njia ya kwenda uzimani sio rahisi. Ni nyembamba. Wanaopita ni wachache kwa sababu ni wanono. Wanapenda mambo mapana. Na ulimwengu uko na mambo mapana. Starehe iko na mambo mapana. Mazuri kwanza. Wangapi watakaopita katika ile njia iendayo uzimani? Haina mambo mengi. Haina tamaa. Haina ufisadi. Haina unyang'anyi. Haina uzushi. Watakaopita ni wachache. Hata kama unajing'ang'aniza, unajitahidi sana, ujue kama uko na kaunono kamezidi upande, ile siku hiyo njia mzee utapita. Njia iendayo uzimani ni nyembamba, haina mambo mengi. Sio ati ni barabara kama unavyofikiria ni barabara. Hana, sio barabara. Upotevuni kuelekea ni rahisi kwa sababu iko na mambo mengi mazuri ambayo itakuvuta. Ni kama vile unaonyeshwa pesa barabarani, unaenda ukiokota, unaenda ukiangalia mbele zaidi kuna mazuri tena zaidi, umepata nini? Ukiangalia mbele zaidi kuna mazuri, unafuata kwa sababu unapenda mambo mazuri, ndio. Vitu vizuri, anasa, vitu vizuri. Lakini huku umetulia, hitaji tamaa, kwenda uzimani. Rahisi sana. Unafaa ujikane. Mambo mengi mazuri. Lakini sio yote yanakupeleka pazuri. Yesu akasema mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Watu hawaamini Ukristo, wanasikiaga tu. Ile siku wanapatwa na matatizo, wanaanza kufikiria mchungaji yuko wapi? Mchungaji niombe. Hapo wanafikiria mganga yupi? Nimesikia una mganga sehemu fulani. Hapo wanafikiria wewe nikaangaliwe jicho. Sisi twende nikaangaliwe nywele, sisi twende nikaangaliwe pua, masikio. Unachanganya, hauna imani. Huna imani. Utasaidikaje? Unamdharau Mungu. Kana kwamba Mungu hawezi, Mungu haoni, Mungu hasikii. Unamdharau Mungu. Siku inakuja. Hakuna ajuaye. Siku inakuja. Eti kwa sababu hakuna mwenye atachukua kiboko na kukulazimisha na kukuadhibu, kwa nini uko hivi na hivi na hivi. Mbingu itakuhukumu. Unatafuta aliyekuloga, umejiloga mwenyewe. Umejiloga mwenyewe, umejifungia baraka. Sadaka unatoa kweli, unatoa ndio, lakini
Unatoa iwe sifa kwanza, unatoa mimi kama sifa kama sifa, uonekane uonekane. Siku hizi wachungaji hawafukuzi wale watu ambao wanatoa sadaka sana, hata kama wamejaza uovu, walaghai, hawafukuzwi. Siku kwa sababu ndio wanabeba kanisa kimchango, hawafukuzwi. Hao sio Wakristo. Mimi ningekuwa na kanisa langu, afadhali ibaki na mtu mmoja ama wawili. Wacha maendeleo isikue kwa hiyo kanisa. Mungu atafanya. I believe Mungu atafanya. Atatuma malaika wake, atashughulikia. Watapigana kwa ajili yangu. Mungu atafanya. Mimi sijali ikue isikue, itengenezwe isitengenezwe, Mungu atafanya. Hata kama niko nayo maono, bora tu niweke katika maombi. Nikuwe na mtu mmoja ama watu wawili. Hata mkiniacha peke yangu, achaneni. Mnafundishwa, hamuelewi. Mnaelewa, hamuyatendi. Mko kinyume na neno. Tasaidika aje? Tasaidika aje? Na sio ni mambo hamjui, mnayajua. Na sio mchungaji mmoja amewaeleza, wengi na mnasikia. Mlikuwa watu tunakimbilia miujiza. Ndani yetu hakuna kitu. Mpaka sasa mmeambiwa ati Roho Bwana ananiambia kila mmoja ainame chini ya kule nyasi. Mtapata mali, mtapata pesa nyingi, wote mnainama. Kiambiwa imeandikwa kwenye Biblia, mtu akiwa hivi na hivi 1 2 3, na hiyo ni kitu ni nonsense. Jua usomi neno unasema, "Oh yes, neno limesema hivyo." Serious. It's so painful, man. Usipobadilika saa hii, kuna wakati unakuja. Kuna wakati unakuja. Kuna wakati unakuja na hakuna jua. Nego la yeladi la ngamwe tanjela mera kamera barakin. Urunganyo mera ndutia naongea mambo ambayo hata unafikiria ni huyu ndo anaongea kweli. Unapata mwingine ni mwinjilisti, mwingine ni mwimbaji mzuri, mwanakwaya. Wengine wakwadi wametoa nyimbo zao, lakini matendo yao ndani yao kumejaa unafiki wa neno. Utashangaa kama mkikufa wakati mmoja, ile siku mtaenda kwenye kiti cha hukumu, unawaona maaskofu, manabii, waimbaji ndio wamejazana kwenye ile line ya kuenda jehanamu, kwenye tanuri la moto. Nashangaza. Na wako hapa, wako wengi. Paka wale ambao hawajawahi kuchungulia mlango wa kanisa, hawajui hata Ukristo inamaanisha nini, kwa sababu hakuna mwenye aliyempa mafunuo kuhusu wokovu. Ndio anaurithi ufalme wa Mungu, kwa sababu hawakupata kueleza. Sio wote wanaelewa. Na wanaotamani kujua, lakini wanashindwa nani ya kueleza. Lakini wanasema tu, Mungu ile siku ya hukumu nitetee, kwa sababu wanajua kuna siku ya hukumu. Sasa pombe sijui imekuwa nini. Haina faida yoyote. Haina manufaa yoyote. Lakini wengi hunywa, wengi hulewa, wanaona kama ni sifa kunywa pombe hii, na haina faida yoyote, ati ni starehe. Na haina ladha, ati nione ni kitu tamu. Nini kanyona tadiadi hiyo? Kanyona tadiadi la jina. Kanyona mutitadi hiyo. Chimu tajina abaraki ya teglemete neba. Tutapotea, yani sio tumepotea, lakini hatujui.
tunadanganywa na kitu